Karibu sana mtazamaji wa Nyumba ya Simulizi. Leo tunakuletea hadithi mpya ya kusisimua, yenye mabadiliko makubwa na mafundisho mazito. Hakikisha unakaa karibu hadi mwisho, maana kila sehemu ina jambo la kukushangaza. Kabla hatujaanza, usisahau kugonga like, kucomment na kusubscribe kwenye chaneli yetu, ili uendelee kupata simulizi kali kama hii kila siku. Karibu kwenye dunia ya simulizi, tuanze. Usiku huo mjini kulikuwa na shamra za aina yake. Club maarufu ya Golden Lights ilikuwa imefurika vijana waliokuja kupumzika baada ya wiki ndefu ya majukumu. Ndani kulikuwa na mwanga wa rangi mbalimbali ukipishana sakafuni, muziki mkubwa ukitikisa kuta, na sauti za watu wakicheka, wakipaza sauti, wakipiga makofi na kunengua miili yao. Hewa ya pombe, marashi na moshi wa sigara ilijaa hewani, ikitoa kilele cha maisha ya usiku ya vijana wa jiji. Kwenye kona moja kulikuwa na meza ambayo ilikuwa na vijana 4, wakicheka kana kwamba hakuna kitu duniani kinachoweza kuwavunjia furaha yao. Mbele ya meza hiyo alikaa kijana anayeitwa Hans, kijana maarufu kwa kupenda starehe, kelele, fashion na kila kitu cha usiku. Hans alivutia macho ya watu wengi kwa muonekano wake. T-shirt nyeupe safi iliyokaa vizuri kwenye kifua chake, jeans ya blue iliyomtoa vizuri, na shingoni cheni kubwa ya silver iliyong'aa chini ya mwanga wa disco. Kichwani alikuwa amesuka kwa mtindo wa kisasa ambao uliendana kabisa na maisha yake ya starehe. Hans alikuwa na umri wa miaka 30, lakini tabia zake zilimfanya aonekane kama kijana wa miaka 22. Mara nyingi hakujali ratiba, hakujali kesho, hakujali maendeleo. Starehe kwake ilikuwa kama hewa ya kupumua. Alikuwa akicheka na kupiga stori na marafiki zake watatu, akinywa kinywaji chake cha nguvu huku akipiga meza kwa furaha kutokana na wimbo uliokuwa unachezwa. Wakati wanapiga kelele wakishindana kupiga tosti za vinywaji, mara ghafla macho ya Hans yalikamata taswira iliyoonekana kana kwamba dunia imesimama. Msichana mmoja mrembo kupindukia alipita mbele ya meza yao. Alikuwa amevaa gauni jeupe lililokuwa limekaza kiuno na kuenda hadi chini ya magoti, miguu yake iking'aa kana kwamba ana mwanga wake mwenyewe. Nywele zake ndefu zilikuwa zimepakwa mafuta na kuanguka mabegani kwa mtiririko mzuri. Alipiga hatua kwa utulivu na haiba ya kuvutia macho ya yeyote aliyekuwa karibu. Hans alibaki ameduaa, akikodoa macho kwa sekunde chache bila hata kufumba. Marafiki zake walimtazama wakicheka kwa kumcheka. Hans, ushaibiwa roho? Lakini Hans hakujali maneno yao. Kwa msukumo wa hisia za ghafla ambazo hata hakuzipanga, alisimama taratibu, akavuta pumzi na kwenda moja kwa moja hadi alipokuwa msichana huyo. Kwa adabu na tabasamu la kujiamini, alipigwa na harufu nyororo ya marashi yake na akasema, "Jina langu ni Hans, sijui mwenzangu unaitwa nani?" Msichana huyo alimtazama, akatoa tabasamu la aibu kidogo, kisha akamjibu kwa sauti tamu yenye mvuto, "Mimi naitwa Sofia." Jina hilo lilimpiga Hans kama muziki mzuri wa usiku. Walianza mazungumzo ya haraka, Sofia akionekana kuwa mchangamfu, mpole lakini mwenye kujiamini. Walicheka kana kwamba walikuwa marafiki wa siku nyingi. Hans alijikuta anasahau hata kama alikuja na marafiki zake. Sofia alionekana kama kitu kipya katika dunia yake ya starehe. Walikaa kwenye meza ndogo pembeni, wakapiga stori kuhusu kazi, maisha, fashion, muziki na hata mambo ya kuchekesha. Hans akawa anamwangalia Sofia mara kwa mara huku akishangaa kwa nini leo ndio amekutana na mtu kama huyu. Sofia naye, japokuwa alikuwa anajizuia kuonesha, lakini alikuwa anaonekana kufurahia ule ukaribu. Baada ya dakika kadhaa, Hans aliwaita wahudumu, wakaleta vinywaji vingine. Wakanywa, wakacheka, na hatimaye Hans akamvuta Sofia kwenda kwenye dance floor. Walienda, waliunguruma, waliucheza mziki kwa muunganiko ulioonekana kama wamezoeana miaka mingi. Wakati mwingine Sofia alicheka, akijaribu kumkwepa Hans alipokuwa anajaribu kumzungusha, lakini wote waliendelea kufurahia usiku huo. Kadri saa zilivyopita, mazungumzo yao yalizidi kuwa ya karibu zaidi, ya kufahamiana zaidi, na kwa Hans, usiku ule ulionekana kuwa mwanzo wa kitu kipya ambacho hata hakuweka akilini wakati alipoingia pale. Na hapo ndipo usiku wa starehe ulianza kugeuka kuwa safari nyingine isiyotabirika. Usiku ulikuwa umeenda sana, muziki ndani ya klabu ulikuwa bado unavuma, lakini Hans alianza kuhisi mwili wake umechoka na kichwa kuzunguka kidogo kutokana na vinywaji alivyokunywa. Alimsogelea Sofia kwa upole na kumwambia kwa sauti ya chini lakini yenye msisitizo, "Sofia, hebu twende tukapumzike kidogo." Sofia alimtazama machoni kwa sekunde chache, akionekana kujiuliza kama ni uamuzi sahihi, lakini upekee wa usiku ule na namna walivyokuwa wanaenjoy muda wao kulimfanya akubali. "Sawa, tukapumzike," alijibu kwa tabasamu.
Hans alienda kuwaaga marafiki zake, ambao walikuwa wakimcheka wakidhani amepata chap-chap ya usiku. Walimzomea kidogo kwa mzaha, lakini Hans hakuwa anajali, macho yake yote yalikuwa kwa Sofia tu. Walitoka nje, upepo mwanana wa usiku ukawapiga usoni na kuwapa hisia ya kutulia kutoka kwenye makelele ya ndani. Walipanda gari la Hans, aina ya Toyota Mark X nyeusi, iliyosafishwa vizuri kiasi kwamba hata usiku iling'aa. Hans alimfungulia Sofia mlango kwa ustaarabu, kitu kilichomfanya dada huyo atabasamu na kuona kuwa japo Hans ni mlevi wa starehe, bado alikuwa na utu fulani wa kipekee. Gari lilipoanza kuondoka, Sofia alichungulia nje, akiona mitaa ya jiji ikiwa kimya, taa za barabarani zikitoa mwanga wa manjano huku vumbi dogo likipaa pale walipopita. Mazungumzo yao yakapungua kidogo, wakabaki wakisikiliza mziki wa taratibu uliokuwa ukicheza kupitia spika za gari. Mara kwa mara Hans alikuwa akimtazama Sofia kwa jicho la pembeni, akicheka mwenyewe bila sababu maalum, kana kwamba usiku huo ulimletea furaha aliyokuwa haijawahi kuhisi. Lakini walipofika katikati ya barabara iliyotulia, ghafla gari likaanza kufanya kama linatetemeka. Hans alikanyaga mafuta, halikuendelea. Alijaribu kufungua na kufunga tena injini, ikazima moja kwa moja. Hii sasa, Hans alilalamika kidogo. Sofia alinyanyua kichwa akatazama nje, na hapo ndipo moyo wake ukadunda kwa nguvu. Walikuwa eneo lisilo na nyumba, lisilo na watu, kimya, na mbele yao kulikuwa na mabamba meupe yaliyosimama kama mawe marefu. Makaburi. Sofia alishtuka, akavuta pumzi ndefu. Hans, tuko wapi hapa? Mbona hapa si pazuri? Aliuliza kwa sauti yenye hofu. Hans, akiwa mlevi kiasi, hakutaka Sofia apate wasiwasi. Alicheka kicheko kile kibaya cha kujifanya jasiri. Usiogope mrembo, ni gari tu limesumbua, si kitu. Hebu tushuke tuangalie. Walishuka wote, upepo mkali ukawapiga na kufanya nguo za Sofia kutikisika. Kulikuwa na baridi ya ajabu isiyo ya kawaida kwa msimu ule. Mawe ya makaburi yalionekana kama vinyago vya giza vilivyowatazama kimya kimya. Mbali kidogo, bundi alitoa sauti iliyowafanya wote washtuke. Sofia alimwangalia Hans, akasema, Hans, hapa si mahali pa kukaa hata dakika moja, hebu turudi ndani ya gari tuite msaada. Lakini Hans, kwa ule ulevi wa nguvu na ule moyo wa starehe usiojali, alimsogelea Sofia na kushika mikono yake. Acha hofu, niko hapa, alisema kwa sauti ya kupooza. Lakini harufu ya pombe ilimtoka waziwazi alipomsogelea. Ndani ya sekunde chache, Hans alianza kumvuta Sofia karibu zaidi, akipapasa shavu lake kwa mkono wenye joto la ulevi. Sofia alijaribu kusema kitu. Hans, hapana, si hapa. Lakini Hans alikuwa amemwangalia kwa macho yale yale aliyomwangalia Club, macho ya tamaa kali ya usiku. Alimsogelea taratibu, akambusu mdomoni kwa shauku nzito. Sofia alitetemeka, akajaribu kujitoa kidogo, lakini tamu ya busu la ghafla, ule msisimko ambao mara nyingi hutokea wanandoa wapya, ulianza kuchukua nguvu juu ya hofu yake. Hans akaendelea, akampapasa, akamshika kiuno, akimvuta karibu zaidi. Sofia, akiwa amechanganyikiwa kati ya hofu na mihemko ya mapenzi, alijikuta analegea. Dakika 5 hazikupita, miili yao ilianza kupoteza fikra za mahali walipo. Hakuna aliyeona kaburi lililokuwa chini yao. Hakuna aliyesikia upepo uliokuwa unazunguka kama unaongea. Walijikuta wote kama wameangukia kwenye ulimwengu mwingine wa mahaba, ulimwengu ambao hakuna kanuni, hakuna hofu, hakuna kufikiria kesho. Ni mwili, pumzi, joto na hamu. Walilala juu ya lile kaburi bila hata kujua ni kaburi la nani. Walianza kufanya mapenzi huku akili zao zikifunikwa na giza la usiku na tamaa kali iliyowapofusha macho. Wakati wakiendelea, upepo ulianza kuzunguka kwa kasi isiyo ya kawaida. Bado hawakujua kuwa walikuwa wamevuka mpaka ambao hawakupaswa kuuvuka. Hawakujua kuwa usiku ule ulikuwa na mashahidi wengine wasiokuwa wa dunia hii. Na hapo ndipo safari yao ya kutisha ilipoanza bila wao kujua. Mwanzo walikuwa wanaendelea na mahaba yao wakiwa wamelewa kabisa na dunia tofauti waliokuwa wameiangukia. Dunia isiyojali kama walikuwa katikati ya makaburi, dunia ambayo haikuwa na mipaka ya busara wala hofu. Walikuwa wametawaliwa na mihemko mizito, kila mmoja akijisahau ndani ya mwingine. Lakini ghafla, kana kwamba mtu aliwasha redio iliyokuwa imezimika muda mrefu, sauti za watu wakicheka zilionekana kutokea mahali pasipoeleweka. Kicheko kile hakikuwa cha kawaida. Hakikuwa kicheko cha furaha ya binadamu. Kilikuwa cha ajabu, cha kutisha, chenye mchanganyiko wa kelele nyingi.
Sauti za kiume, za kike, sauti nyembamba na nzito, zote zikiungana kwa wakati mmoja, kana kwamba kulikuwa na kundi lisiloonekana linawatazama. Hans na Sofia walishituka. Miili yao ilitetemeka mara moja, pumzi zikawa nzito na hisia za mahaba zikakatika papo hapo. Waliangalia pembeni kutafuta chanzo cha kicheko, lakini hakukuwa na mtu yoyote. Makaburi yalikuwa kimya, upepo mkali ukizunguka taratibu, na giza likiwa limejaa kama blanketi zito juu ya anga. Sofia alikamata mkono wa Hans kwa nguvu. "Umesikia hilo?" aliuliza kwa sauti ya hofu iliyojaa ndani yake. Hans, bado akiwa hajielewi vizuri, alijaribu kutazama pande zote. "Labda ni upepo," alisema kwa kujifanya jasiri, ingawa macho yake yalikuwa yamejawa woga. Kicheko kile kilipotea ghafla, kana kwamba hakijawahi kuwepo. Ukimya mzito ukaangukia eneo lile, ukifanya kila pumzi yao kuwa nzito zaidi. Walitazamana kwa muda, kisha Hans akajaribu kucheka kidogo ili kumtuliza Sofia. Itakuwa ni mizaha ya wasenge fulani walio karibu hapa. Lakini Sofia hakuwa anajisikia salama. Hakukuwa na kitu cha kuchekesha pale. Eneo lenyewe lilikuwa la kutisha kupita maelezo, na alihisi kama kuna kitu kiliwakosa kabisa. Wakajaribu kuendelea pale walipoachia, lakini hisia zilikuwa zimeshapungua. Dakika chache baadaye, bila dalili yoyote, anga lilianza kutoa mwanga mkali kupita kiasi. Sio mwanga wa taa, sio mwanga wa magari, sio mwanga wa mwezi au nyota. Ulikuwa mwanga mweupe, mkali, wenye joto la ajabu ambalo lilitoa hisia ya kama muda unabadilika. Walipofungua macho vizuri, walijikuta wamepigwa na mshangao mkubwa. Ilikuwa asubuhi. Hakuna usiku. Hakuna giza. Hakuna dalili za saa 9 usiku waliokuwa nao dakika chache zilizopita. Badala yake, jua lilikuwa juu, ndege wakiimba kwa mbali, na mwanga wa asubuhi ukionekana kama umekuja kwa sekunde moja bila hata mpito. Hans alishtuka, akainuka kwa pupa. "Hapana, haiwezekani. Tulikuwa saa 9 usiku. Hivi imekuwaje asubuhi ndani ya dakika moja?" Sofia alianza kutetemeka. Machozi yakaanza kujikusanya bila hata yeye kutaka. "Hans, mimi siwezi kukaa hapa hata sekunde moja. Tafadhali tuondoke." "Tafadhali," alisema kwa sauti iliyovunjika. Hans naye alianza kupata hofu halisi kwa mara ya kwanza usiku ule. Ilikuwa dhahiri kuwa kuna kitu kisicho cha kawaida kilikuwa kinatokea, kitu kinachozidi ulevi, kinachozidi mziki, kinachozidi ufahamu wa kawaida. Haraka walivaa nguo zao ambazo walikuwa wamezitupa ovyo pembeni. Sofia alikuwa anatetemeka mikono kwa woga, mara kwa mara akishindwa kuvaa vizuri kutokana na kutetemeka. Hans hakusema kitu tena, aliogopa hata kuisikia sauti yake mwenyewe. Walipomaliza walikimbia kuelekea sehemu walipoacha gari. Lakini walipofika pale waliganda mahali. Gari halikuwepo. Hakuna alama za tairi. Hakuna mafuta yaliyomwagika. Hakuna hata kivuli kinachoonyesha lilikuwepo hapo. Ni kama halikuwahi kuwepo kabisa. Ni kama limefutwa kwenye ulimwengu kwa sekunde moja. Sofia alianza kulia kwa nguvu. "Hans, tumerogwa. Hapa si pazuri. Tunateketea hapa. Hans, fanya kitu." Kabla Hans hajamjibu, kabla hajapata hata neno la kutafuta, ghafla ardhi ilitetemeka kama mtu mzito sana alipiga hatua. Wakageuka kwa sekunde moja kuona kilichokuwa nyuma yao. Nyoka mkubwa kupita urefu wa magari matatu, mwili wake ukiendelea kupanda juu ya mawe ya makaburi, meno yake marefu kama visu na macho yaliyong'aa kama mawe ya moto. Nyoka huyo aliwatazama moja kwa moja, bila kupepesa macho. Kisha akatoa sauti ya kutisha, sauti iliyokuwa na mchanganyiko wa mgurumo na mluzi. Ndani ya sekunde moja alionekana kukasirika, kana kwamba walikuwa wamevuka mpaka uliokatazwa kwa karne nyingi. Kabla hata hawajafikiri, nyoka yule alijikunja haraka kana kwamba anajiandaa kuruka. "Kimbia Sofia!" Hans alipiga kelele kwa nguvu kupita sauti yake ya kawaida. Na hapo safari yao ya kutisha ikaanza, safari ya kukimbia kuokoa uhai wao ndani ya makaburi yasiyo na mwisho. Hans na Sofia walikimbia bila hata kugeuka nyuma, miguu yao ikipiga ardhi ya makaburi kwa kasi ambayo hawakuwahi kuikimbia maishani mwao. Mioyo yao ilidunda kwa nguvu, pumzi zikawa nzito, na macho yao yalikuwa yamejaa woga uliokithiri. Walipita katikati ya mawe marefu ya makaburi, baadhi yakiwa yamevunjika, mengine yakiwa yametelekezwa kwa miaka mingi, na baadhi yakiwa yamezama ardhini nusu kana kwamba yalikuwa yakimezwa na dunia. Walipopiga hatua kadhaa, ghafla hawakusikia tena sauti ya ule nyoka mkubwa aliyekuwa anawakimbiza.
Hakukuwa na ngurumo, hakukuwa na msukosuko wa vichaka, wala kutikisika kwa ardhi. Kila kitu kilikuwa kimya, kimya kisicho cha kawaida, kimya ambacho kilifanya hata pumzi yao iwe na sauti kubwa kupita kawaida. Sofia, huku akijikaza kutembea, alisema kwa sauti ya kutetemeka, "Hans, umeona alikopotelea? Yule nyoka, ameenda wapi Hans?" Ambaye macho yake yalikuwa yanazunguka kwa kasi, alijibu kwa sauti iliyokuwa na mkwaruzo wa hofu, sijui kabisa. Lakini tusisimame, lazima tuendelee kutafuta njia ya kutoka humu." Wakaendelea kukimbia, sasa kwa kasi ndogo, lakini bado kwa haraka ya mtu aliye katika hatari ya kifo. Lakini jambo moja la kutisha lilianza kujidhihirisha taratibu. Kila walipozunguka upande wowote, walijikuta wametokea pale pale. Walipita kaburi jekundu lililokuwa na msalaba uliovunjika. Wakakumbuka waliliona mwanzo walipokimbia. Wakajaribu kwenda upande mwingine, kupitia katikati ya miamba na vichaka, wakajikuta wanafika kwenye kaburi lile lile. Walijaribu hata kukimbia kwa mistari tofauti, wakisema twende kushoto, twende kulia, lakini kila mara walitokea mahali pale pale. Sofia alianza kulia, machozi yakimtiririka bila hata kuzuilika. "Hans, hatutoki hapa. Hii ni laana. Hans, tumechezewa akili." Hans, hata akiwa jasiri kuliko Sofia, naye alianza kuyumba kimawazo. Hakuelewa kilichokuwa kinatokea. Walikuwa kama wamefungiwa kwenye duara lisilo na mwisho, duara ambalo halikuwa la kawaida kibinadamu. Waliendelea kukimbia, mara hii wakipishana na msitu mdogo wa vichaka vilivyokauka. Hewa ikawa nzito na hali ya joto ikapanda ghafla. Waliposimamisha hatua kwa sekunde moja ili kutafuta mwelekeo mwingine, waliona kitu kimesimama juu ya jiwe kubwa. Ni ndege, sio ndege wa kawaida. Ndege mkubwa mwenye manyoya meusi yaliyong'aa kama makaa ya moto, macho mekundu kama rubi, na kope nene zilizofanya macho yake yaonekane kama yanaangalia kupitia roho zao. Hans aliganda mahali. Sofia akashika mkono wake kwa nguvu ya mwisho aliyokuwa nayo. Ndege yule aliyapiga mabawa yake makubwa mara mbili, kisha bila hata kusita akauliza kwa sauti ya binadamu, "Mnaenda wapi?" Sauti ile iliwatetemesha mpaka ndani ya mifupa. Haikuwa sauti ya kawaida. Haikuwa sauti ya kiumbe wa kawaida. Ilikuwa sauti nzito, yenye ukali, yenye kucheka ndani yake, sauti ambayo iliingia kwenye masikio yao na kutikisika kama chuma kinachogongwa. Sofia alijikunyata kama mtoto mdogo, akalia kwa nguvu zaidi, "Hans! Hans, ndege anaongea, anatuona Hans, tutawezaje kuondoka hapa?" Hans hakujua la kufanya. Hakujua kama aangalie ndege au amtulize Sofia. Hali ile ilizidi uwezo wake wa kuelewa. Alihisi kama akili yake inakaribia kupasuka. Ndege yule akahema kwa nguvu, kisha taratibu akaanza kucheka. Kicheko kilikuwa kikubwa, kikali, cha kejeli. Kicheko kilichowafanya wapoteze nguvu za miguu. Kisha ghafla, kwa sekunde moja tu alipotea. Hakuruka. Hakukimbia. Alipotea hewani kana kwamba hakuwa sehemu ya dunia hii. Hans alikamata mkono wa Sofia, akasema kwa ukali, "Sofia, kimbia. Hatuwezi kusimama hapa. Kimbia, kimbia sasa hivi." Wakaondoka mbio tena, safari hii zaidi ya ile walioanza nayo. Lakini kitu cha kutisha zaidi kilitokea wakati huo huo. Giza likashuka ghafla. Sio giza la kawaida. Sio machweo. Sio kivuli. Giza lile lilifika kama mtu amezima swichi ya dunia. Jua lilitoweka. Mwanga wa asubuhi ulifutika. Na ndani ya sekunde 10 tu, walijikuta wamezungukwa na giza nene. Giza lililokuwa na uzito. Giza linalofanya hata kupumua kuwa kazi. Sofia alipiga kelele, "Hans! Sioni njia! Hans, tutakufa!" Hans naye alijikuta anapiga kelele ya woga. "Kimbia tu! Kimbia tu!" Walipiga kelele huku wakikimbia kwenye giza lisilo na mwisho, miili yao ikigongana na mawe, vichaka na hata mawe ya makaburi. Lakini kila walipokimbia, hawakuwahi kuona mwanzo wala mwisho. Walikuwa kifungoni. Walikuwa wamepotea. Walikuwa wameingiliwa na nguvu zisizoonekana. Baada ya kukimbia kwa muda mrefu sana, hatimaye miili ya Hans na Sofia ilianza kukosa nguvu. Miguu yao iliendelea kuzunguka bila mwelekeo, lakini nguvu zilipungua taratibu hadi mwishowe walijikuta wakishindwa hata kuinua hatua nyingine. Jasho lilikuwa limewatoka mwili mzima, pumzi zao zilikuwa nzito kama mtu aliyebeba mawe, na macho yao yalikuwa yanawaka kwa uchovu wa kupindukia. Hatimaye waliporomoka chini, katikati ya mawe marefu ya makaburi, wakikaa kwenye udongo uliochanganyika na majani yaliyooza. Hakukuwa na matumaini tena.
Giza linalowazunguka lilikuwa limebana fikra zao, likawanyonya nguvu zao za mwisho na kuwafanya wajione kama wamefikia mwisho wa maisha yao. Sofia, akiwa amejikunja kama mtu anayeganda kwa baridi, alisema kwa sauti dhaifu, "Hans, hatutaweza kutoka hapa. Tumekufa tayari." Hans naye, akiwa hana ukakamavu wake wa kawaida, akaweka mikono usoni na kulia kimya kimya. Sauti yake ilivuma kidogo tu, "Sofia, samahani. Sitaki tufe hivi." Lakini hakuna aliyebaki na nguvu ya kutiana moyo. Walikaa kimya kwa dakika kadhaa, wakisikiliza ukimya mzito uliotanda. Ulimwengu mzima ulionekana kuwasahau. Hakukuwa na upepo, hakuna ndege, hakuna mnyama. Ni giza, ukimya na hofu. Ghafla, kicheko kikubwa chenye ukali wa kusikitisha kilitokea nyuma yao. Aha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 . Wote wawili waliruka kwa tahadhari, macho yaliyokunjamana na machozi, na hapo wakamuona yule joka mkubwa sana, lile joka lililokuwa likiwakimbiza mwanzo, lilikuwa limesimama nyuma yao. Maneno ya kutisha yakatoka kwenye mdomo wake mpana. "Hahahaha. Mnakimbia lakini hamuwezi kufika popote. Hapa si mahali pa wanadamu na nyinyi hamkuwa na haki ya kuingia huku." Sofia alianza kulia kwa nguvu, machozi yakibubujika usoni. Tafadhali tusaidie. Hatutaki kufa, tunaomba msamaha." Hans naye aliketi chini, akapiga magoti na kuinamisha kichwa chini kwa heshima. "Samahani. Tulikosea. Hatukuwa tunajua, tafadhali tusamehe." Yule joka akatabasamu, macho yake makubwa yakimetameta kama makaa ya moto. Alikaribia hatua moja, kisha akapunguza sauti yake kwa ukali. "Ninyi wanadamu mna tabia moja. Mnaleta tamaa zenu hata mahali ambapo hamruhusiwi. Mmevuka mipaka." Sofia alitetemeka bila kujizuia. "Tunaomba msamaha. Hatutarudia tena. Tafadhali usituue. Tafadhali." Kicheko cha joka kilikatika. Akaangalia wanavyojilaza chini kama watu waliokwisha kufa. Kisha sauti yake ikawa nzito. "Sitaki kuwaua. Lakini msisahau, msirudie kitendo mlichokifanya. Huku si mahali pa michezo yenu. Mmerudishiwa uhai wenu leo, lakini msije mkauvuka tena mpaka wa makaburi haya usiku." Maneno yake yalipenya ndani ya mioyo yao kama kisu cha barafu. Hans na Sofia waliendelea kuinama, wakisema kwa pamoja, Tunaahidi hatutarudia tena." Ghafla, ardhi ikatetemeka kwa sekunde chache na upepo mkali ukapita katikati yao. Joto lilipanda ghafla na giza lilianza kupungua kwa mwanga wa ajabu uliotokea mbele yao. Kabla hata hawajaelewa kilichotokea, Sofia alipiga kelele ya kushangaa, "Hans, angalia! Hans, angalia!" Hans alipoinua kichwa, macho yake yakafunguka kwa mshangao mkubwa kupita maelezo. Gari la Hans, ambalo lilipotea ghafla mwanzo, lilikuwa limesimama mbele yao. Halikuwa mbali sana. Lilikuwa pale, likimetameta kidogo kama kitu kilichozaliwa tena. Wote wawili walishindwa hata kuzungumza. Sofia alilia, lakini safari hii sio kwa hofu, ni kwa furaha. Hans alishika kichwa kwa mikono yote miwili, machozi yakimtiririka kwa shukrani. "Mungu wangu, hatujaamini gari letu. Sofia, twende." Walisimama kwa haraka, licha ya uchovu uliokuwa umewaacha hawawezi hata kusimama dakika chache zilizopita. Hamu ya kuishi iliwapa nguvu mpya. Walikimbia kuelekea kwenye gari pale walipoweza, wakateleza, wakasimama, wakakimbia tena. Walipofika kwenye gari hawakupoteza hata sekunde moja. Hans alifungua mlango wa dereva kwa nguvu, Sofia akafungua mlango wa upande wake. Walipanda ndani kama watu waliokuwa wanakimbia moto. Wakati wakifunga milango, walitazama nyuma yao. Yule nyoka mkubwa alipotea. Hakukimbia, hakuzamia, hakupaa. Alipotea kimiujiza kama hakuwahi kuwepo kabisa. Hans aliwasha gari kwa mikono inayotetemeka. Mara hii injini iliwaka bila kusita. Wakaondoka kwa kasi, moyo ukidunda, mioyo yao ikiwa na shukurani isiyoelezeka. Walijua walipewa nafasi ya pili. Lakini pia walijua walikuwa wamegusana na nguvu zisizo za kawaida. Hans na Sofia walipofika nyumbani kwa Hans, ilikuwa karibu alfajiri. Mwanga wa asubuhi ulikuwa unaanza kujitokeza taratibu, kana kwamba ulimwengu ulikuwa unawasalimu baada ya usiku mrefu wa mateso. Waliposhuka kwenye gari, miguu yao ilikuwa mizito sana, kama vile bado ilikuwa imefungwa minyororo ya hofu waliopitia makaburini. Hawakusema kitu kwa dakika kadhaa. Walikuwa tu wamesimama kimya nje ya mlango, wakitafuta pumzi na utulivu.
Hans alifungua mlango polepole. Harufu ya nyumba yake, harufu ya sofa, ya sakafu aliyosafisha juzi, harufu ya chai iliyokuwa imebakia jikoni ilikuwa kama dawa. Iliwatoa kwenye hisia za ugeni na kuwafanya wajisikie wapo sehemu wanayoifahamu. Kwa mara ya kwanza tangu usiku ule, walihisi wako salama. Sofia alianguka kwenye kochi bila hata kuvua viatu. Sijawahi kuchoka hivi maisha yangu yote, alisema huku akishika kichwa. Hans aliketi karibu yake, macho yake yakiwa mekundu na mawazo yakimzunguka. Tuliponea chupuchupu. Sofia, najua kwa moyo wangu wote, hiyo ilikuwa onyo. Hakukuwa na ubishi. Walikuwa watu wazima wa kutosha kuelewa kwamba walivuka mipaka ambayo haipaswi kuvukwa, na kwamba ulikuwa muujiza walirudi nyumbani wakiwa hai. Walikaa kimya kwa muda mrefu wakitafakari. Polepole usingizi mzito ulipiga na kuwabeba kama vile miili yao ilizima ghafla. Walilala hapo hapo sebuleni. Siku zilizofuata zilikuwa za mabadiliko makubwa. Hans, ambaye alizoea kuamka akiwa na hangover au msisimko wa kupanga starehe nyingine, sasa alianza kuamka akitamani kufanya kitu tofauti kabisa, kusali. Alianza na maombi mafupi ya shukurani kila asubuhi, kitu ambacho hakuwa amewahi kufanya kwa miaka yote ya ujana wake. Sofia naye hakumwacha nyuma. Kila walipoamka, walikumbushana. Tulipona kwa sababu tulisamehewa. Walijua walikuwa wamepewa nafasi ya pili, sio ya kupoteza. Baada ya wiki moja, waliamua kwenda kanisani. Haikuwa Jumapili, lakini walienda tu kusali. Walikaa benchi la nyuma, kimya kimya, mikono ikiwa imeungana. Bila kujali walisali vipi hapo zamani, safari hii sala zao zilikuwa na uzito wa kweli, uzito wa watu waliogusa mpaka kati ya uhai na mauti. Hans alitulia kwa muda, kisha akamgeukia Sofia. Kuanzia leo, sitaki tena maisha ya pombe, starehe zisizo na maana, sitaki tena kupotea. Sofia alitabasamu kwa upole. Na mimi pia. Kile kilichotokea kilitufungua macho. Na kweli, hawakurudi tena kwenye vilabu walivyopenda, wala hawakurudia tabia zao za awali. Walibadilika kwa namna ambayo hata marafiki zao hawakuamini. Kila Jumapili Hans na Sofia walikuwa watu wa kwanza kufika kanisani. Walikaa mbele, walisikiliza mahubiri, waliimba nyimbo za kumsifu Mungu kwa nguvu zao zote. Na kila waliporudi nyumbani, walikaa kwa upole na kujadili yale waliosikia. Mara kwa mara walipokumbushiana tukio lao makaburini, ile hali ya kuanza kufanya mapenzi wakisahau walipo, ile sauti za watu wanaocheka, ule mwanga wa ghafla, kupotea kwa gari lao, joka kubwa na ndege anayezungumza, wote walicheka kwa mshangao na aibu. Tulikuwa vichaa kabisa, Sofia aliwahi kuwa akisema. Lakini tumepona, Hans alikuwa akijibu kila mara. Hata hivyo, kila walipocheka kulikuwa na shukrani ndani yake. Kwa sababu walijua, ndani ya kicheko hicho, kulikuwa na kumbukumbu ya onyo ambalo lilibadilisha maisha yao. Marafiki wa Hans walishangaa sana mabadiliko yake. Walimuita, walimtafuta kwenye vilabu, walimwalika kwenye sherehe. Lakini Hans aliwakatalia kwa upole. Nimebadilika bro. Sitarudi huko tena. Wengine walishika vichwa. Wengine walimcheka. Wengine walidhani anajifanya tu kwa muda. Lakini miezi ilipita na mabadiliko yake hayakuyumba. Sofia naye alikuwa mtulivu zaidi, mwenye heshima zaidi kwa mwili wake na maisha yake. Alikuwa msichana mrembo bado, lakini sasa alikuwa na mwanga wa kiroho ambao ulikuwa haujawahi kuwa nao. Hatimaye, baada ya muda wa urafiki wao kukua chini ya msingi mpya, misingi ya heshima, imani, utulivu na mabadiliko, waligundua walikuwa wanapendana kwa dhati. Hawakuwa tena wale watu wa usiku ule waliopotea kwa tamaa. Walikuwa watu wapya. Hans alimshika mkono Sofia siku moja walipokuwa wakitembea baada ya ibada na kusema, Sofia, najua tumepitia mengi, lakini nataka tubaki pamoja. Nataka uwe wangu. Sofia alitabasamu, macho yake yakijaa unyevu wa furaha. Na mimi pia Hans, ulikuwa zawadi yangu baada ya mauti. Miezi michache baadaye, waliamua kufunga ndoa. Ndoa ndogo, ya amani, iliyojawa na watu wachache waliowathamini. Na katika mapendekezo ya harusi, Hans alisema kitu ambacho hakitasahaulika. Tulikutana kwenye giza, tukapita kaburi, tukakutana na mauti, na sasa tumesimama mbele ya Mungu tukiwa hai. Huo ndio upendo wetu. Na hivyo, safari yao ya ajabu ilimalizika katika mwanga walioujenga kwa mabadiliko, mafunzo na imani.
Simulizi ikafungwa kwa amani, lakini kumbukumbu ya usiku ule ilibaki moyoni mwao milele, kama ukumbusho wa njia walioacha na maisha mapya waliohamia. Asante sana kwa kutazama hadi mwisho wa simulizi yetu ya leo. Tunatumai umefurahia hadithi hii na pia umejifunza funzo muhimu la maisha. Kila tabia mbaya inaweza kubadilika ikiwa tutaanza kusali, kutubu na kuwa na imani. Usisahau kugonga like ikiwa umefurahia simulizi hii, kucomment maoni yako kuhusu hadithi, kushare na marafiki zako na kusubscribe ili usikose simulizi zetu za kusisimua kwenye video zijazo. Tukutane kwenye simulizi nyingine ijayo. Ukumbuke, maisha ni safari ya mafunzo na mshangao.